Filamu inaanza na mwanamke mmoja anaitwa Sarapu ambaye alikuwa amekamatwa, yuko mbele ya wanakijiji na mkuu wa ile eneo ametoa hukumu kali sana kwa huyu mwanamke kwa sababu anahusishwa na uchawi mweusi. Amekuwa akichawiwa watu wengi sana kwenye hichi kijiji. Kiongozi akamhukumu huyu mwanamke adhabu ya kifo mbele ya watu wengine wote. Sarapu akanajitetea akasema kwamba alikuwa anajaribu kusaidia watu na sio kudhuru watu kabisa, lakini maneno yake hayakukubaliwa na mwananchi yoyote eneo hili. Bado aliendelea kurusha maneno wakimtuhumu kwamba alikuwa ni mchawi na ni muongo. Kiongozi wa eneo hili akawa amempa nafasi ya mwisho mwanamke huyu ili aombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu kabla ya kuuawa, lakini Sarapu badala yake akaamua kuwalaani watu wote akisema kwamba mateso na shida zitawafuata wanadamu popote watakapokuwa, wote wataishia kufa tu. Akawakumbusha kwamba walikuwepo maskini na watu wenye njaa na yeye ndiye aliyowapatia utajiri na aliyowalisha na wakashiba, na walikuwepo watu ambao hawakuwa na watoto, yeye aliwapatia watoto. Na akakiri wazi akisema hivi nguvu zake hazitokani na kiumbe yoyote aliyoko juu. Akawaambia hakika kifo kitawafuata na kitawatafuna wote mmoja baada ya mwingine. Kusikia hivyo, kiongozi akawa ametoa amri auawe mara moja. Mwanamke huyu akawa amekatwa kichwa, japo kichwa kiko pembeni, lakini kichwa chake ni kama bado kilikuwa kinaendelea kuwa na uhai. Hello, kwa wale ambao mnakosa taarifa kadhaa kwa wakati, nadhani ni vyema pia mkajiunga na channel WhatsApp yangu, linki ipo kwenye comment. Tukio linahamia moja kwa moja kwa mwanadada mmoja anaitwa Irene. Yeye ana njaa, akawa amefika sehemu kununua chakula, lakini kwa bahati mbaya hela yake ilikuwa haitoshi huduma anayopewa. Yule mhudumu kwa kumwonea huruma akawa amemwachia chakula na hela yake hakuichukua. Binti akawa ametoka hapo kwa kushukuru. Akiwa njiani, kuna watu wakawa wanamfuatilia na wakawa wamemweka binti mtukati, wakawa wamemshambulia. Sasa huyu mwanaume anamshambulia huyu binti, anadai kwamba binti anadaiwa pesa nyingi sana ambazo ni deni la baba yake. Binti akasema kwamba mbona nina muda, lakini mshikaji akasema kwamba hata mimi bosi wangu ameniambia kwamba usipolipa leo, wewe pamoja na mdogo wako kitakachowakuta tusilaumiane. Binti akawa amechukua chupa hapa na akawa amemshikia chupa huyu jamaa, akamwambia kwamba ninahitaji siku 3 niwalipe pesa zenu zote. Mshikaji kwa sababu alikuwa amekuanguliwa kidogo na chupa akawa amekubali. Binti alivyorudi nyumbani, anakaa sehemu moja hivi kwenye nyumba za kupanga. Mdogo wake mara nyingi huwa anamwacha kwa huyu mshikaji. Huyu mshikaji anaitwa Gani, mwamba wa harakati nyingi sana hapa mjini unaambiwa. Sasa baada ya kumchukua mdogo wake na kumpeleka katika chumba chake, mdogo wake mara nyingi hana kitu chochote cha kufanya zaidi ya kulala tu na kupiga misera akipata nafasi. Binti akawa amemtuliza mdogo wake kwa sababu dogo analia njaa, na binti kafika na chakula hapa, na chakula akiwatoshi watu wote wawili. Hivyo mdogo wake akawa amekula, yeye akiwa anamtazama tu. Baada ya hapo, binti akawa anacheza na mdogo wake. Ndio furaha ambayo inaendelea kuwaunganisha wao wawili kwa upendo mkubwa. Hawa watu wote wawili wamekwisha kuwapoteza wazazi wao, baba pamoja na mama hawapo kabisa duniani hapa. Sasa kwenye hii nyumba Gani anaishi na mshikaji wake anaitwa Fitra. Fitra kwa sasa kwenye harakati zake amempachika mtoto wa watu mimba. Kwa hiyo ni ugomvi mmoja mkubwa sana baina ya Gani pamoja na Fitra. Ni mtu na mshikaji wake na wanapendana kama ndugu. Sasa baadaye binti alipokuwa amepitiwa na usingizi, akajikuta huko mahali pengine kabisa kwenye ulimwengu ambao yeye mwenyewe hujui. Akiwa hapo, ghafla baba yake ni marehemu huyu akawa amemtokea hapa, akaanza kumlaumu sana huyo binti kwamba amesababisha mama yake kufariki. Mzee wake anaonekana katika muonekano mbaya sana, sijui ni nini ambacho kiliwahi kumkuta huko nyuma kabla hajafa huyo mzee. Kwenye purukushani, binti akawa ameshtuka kutoka ndotoni. Sasa kwa sababu muda ulikuwa umeenda, binti kabidi kuanza kujiandaa tu ili aende kwenye mihangaiko. Kwenye kupita chumba cha Gani, akamsikia Gani pamoja na Fitra wanazungumza jambo la siri. Licha ya kuwa na ugomvi wao, hawa washikaji ni watu wa mwendo kasi, yani washikaji fulani hivi mjini Mpango. Binti baada ya kuwa amewarekodi akawa ameingia ndani. Fitra akauliza, wewe umekuja hapa kufanya nini? Binti kafika hapa anasema kwamba amewaletea machaguo mawili. Anajua hao washikaji ni wezi na wana mpango kwenda kuiba usiku huu. Wachague katika haya mawili. Moja, aende pamoja nao, aende kuiba na yeye anahitaji pesa. La pili, wachague kwamba binti aende kuwaripoti na amewarekodi, na akawa amewasikilizisha kabisa sauti hiyo akisema kwamba chaguo liko mikononi mwao. Gani akawa amemzuia sana huyo binti asijiingize kwenye haya mambo kwa sababu ni hatari. Na huyu mshikaji ni muelewa sana kuliko Fitra. Fitra na hasira. Gani akakumbuka ushauri wa mama yake na akaamua kuutumia kumshauri huyu binti. Mama yake alimwambia kwamba ni lazima ukabiliane na matatizo yako bila kukata tamaa. Jamaa akakubali binti ajiunge pamoja nao katika kazi hiyo usiku huo. Baada ya hapo, tunamfahamu binti mmoja anaitwa Zia. Alikuwa ni mwanariadha mmoja mzuri sana huko nyuma, lakini sasa kabla ya kumaliza na kushinda siku hiyo akawa ameanguka chini. Alikuwa na matatizo ya kiafya na kwa sasa hali yake ya moyo sio nzuri kabisa, anahitajika kwenda kufanya upasuaji wa haraka. Huyu binti na yeye ni moja kati ya wazee wa kazi. Kwenye gari wote wakawa wameingia hapo. Kwa sasa kwenye gari kuna mtu
watu 4 ndani ya truck moja, yaani binti Irene, Gani, Fitra pamoja na Zia. Irene akasema kwamba yeye hana shida na mtu yoyote huko ndani, hivyo akawa ameifuta kabisa ile sauti. Akasema kwamba yeye anachokihitaji ni pesa tu. Basi safari ikaanza, wakaenda mpaka mahali ambapo wanatakiwa kwenda kuinda kwa siku hiyo. Kwa mujibu wa ramani walivyokuwa wameichora, mara nyingi wanafamilia kwenye nyumba huwa hawapo kabisa siku ya Ijumaa. Walipofika hapo wakakuta gari nje. Sasa hili jambo lilikuwa linawatia mashaka kwamba pengine kuna mtu huko ndani. Wakampigia mshikaji wao ambao amewacholea ramani, wakamuuliza, wewe mbona kama kuna mtu? Mshikaji akasema hapana, kwenye hiyo nyumba kwa kawaida hawapaswi kabisa kuwepo kwa siku hii. Hilo gari yawezekana hiyo familia wameliacha tu hapo. Pakatokea kutokuelewana. Gani ambaye ndo kama kiongozi wa hili kundi akakataa, akasema kwamba huu mpango inabidi ufe, hana uhakika na maisha yao. Lakini Fitra akasema kwamba lazima wapambane kuendelea na hili zoezi, wanahitajika kupata pesa. Zia akatibiwe haraka. Zia ikabidi kuwatuliza, akawakumbusha kwamba nyinyi mnafaa kuheshimiana, nyinyi ni kama ndugu. Akawapatanisha na wakawa wameombana msamaha hapa. Zoezi likawa ni kusubiri ili ufike usiku waingie kwenye hiyo nyumba. Sasa binti Irene, ukumbuke, akilala tu anaanza kuota vitu vya kutisha. Akawa ameamka kwa kupiga makelele na kuwashtua watu wote. Muda huo huo ikabidi wajiandae tu kuingia kazini. Zia akawa amewapatia Fitra na Gani redio pamoja na tochi. Vifaa vilikuwa vichache kwa sababu hawakujua kwamba kuna mtu mwingine ataongezeka, yani Irene. Zia yeye akawa amebaki ndani ya gari. Fitra, Gani pamoja na Irene wao wakawa wameingia moja kwa moja kwenye hiyo nyumba kwenda kupiga vitu. Vijana wakawa wamepanda vizuri kabisa, wakawa wameingia ndani. Kufika kwenye mlango wakashangaa ulikuwa wazi kabisa, hujafungwa kwa aina yote. Ikabidi kuingia ndani tu. Sio shida zao hizo watu kuacha mlango wazi. Baada ya kuingia hapo, Fitra akamwambia kwamba Gani na Irene, kazi iliyoleta hapa ni moja tu, ni kutafuta pesa na vitu vya thamani tu na sio vinginevyo. Hivyo wakagawanyika hapa. Yeye akaingia upande mwingine na wao wakaingia upande mwingine. Ila wakawa wamepeana dakika 30 pekee. Sasa kwa sababu Irene ni mgeni kwenye hizi harakati, wakawa wamempa sheria za wizi kwamba unatakiwa kuchukua vitu vya thamani tu ambavyo vinaonekana ni vingi, lakini usivichukue vyote. Wenye nyumba ama mmiliki wa hii nyumba akagundua kwamba kuna wizi umefanyika. Yaani kama vitu viko 30 basi wewe chukua 6. Kazi ikaanza. Kila mmoja akaingia katika chumba ili kutafuta vitu vya thamani na pesa. Fitra akawa amepata sehemu moja. Kuna vitu vya kutosha hapa. Akawa anajaza begi lake vitu vya thamani. Yaani hapa ni mkono wako tu kuwa chapu, muda ni mchache. Gani akawa amefika sehemu akapata viburungutu vingi sana vya pesa. Mshikaji akaanza kuchukua. Muda huo huo upande wa Irene yako amefungua draw moja. Akaona kuna vitu vingi sana vya thamani hapa. Hivyo akaamua kuvichukua. Yaani leo ni ulaji tu. Mara akiwa hapo mlango taratibu uko umejifunga wenyewe. Binti akawa amepuuza hili jambo. Akaendelea kukusanya vitu vyake ili kuondoka hapa. Wakati anaondoka kaviacha vitu vingine na yeye anahitaji pesa. Akaamua kurudi na kavichukua vyote kabisa. Sasa akiwa hapo akasikia sauti ya mdogo wake Bagas akawa anamuita. Binti bila kujali akawa ametoka hapo kwenda kumtafuta mdogo wake kama kamuona hapa. Upande wa Gani pia yeye kajaza zake vizuri kabisa zile pesa kwenye begi lake. Kanyosha zake mkono zaidi ili achukue zingine, mara akaona kuna kichwa cha mwanamke kimekatwa kiko ndani hapa. Hili jambo liko limemshtua sana, lakini baada ya kuwa amejikaza akaenda kuangalia vizuri pale kuna nini, hakuna kitu. Akawa ametoka hapo akaenda kumtafuta Irene, akampata yeye binti yuko mahali kwenye ngazi za chini. Binti anasema kwamba nimemuona Bagas anaenda huku. Gani akamwambia kwamba hiyo haiwezekani, mdogo wako kafikaje hapa, tuondoke. Binti akasema kwamba ni lazima amfuate mdogo wake, kamuona ameingia huko chini. Wote ikabidi kuingia huko chini kwenda kumtafuta Bagas. Upande wa mwanetu Fitra kwenye harakati zake mara sikakatisha mbele ya kioo, akaona kama taswira yake inaleta utani. Yaani yeye kasimama lakini taswira yake inaleta utani ambao yeye hauelewi. Akaona kabisa kama kwenye taswira kuna kitu kinatoka kwenye tumbo lake. Kwenye kutazama vizuri akaona kuna mtoto mdogo anatoka kwenye tumbo la taswira. Hili jambo liko limemfanya mshikaji aanze kupiga kelele. Baadaye anakuja kushtuka yuko peke yake eneo hilo. Upande wa chini sasa, upande wa mwanetu Gani pamoja na Irene, wao baada ya kufika huko chini wakakuta kuna miili mingi sana iko hapa. Ni kama watu wamekufa, lakini kuna mwanamke mmoja kalala hapa anaomba msaada. Lakini ukiangalia vizuri hapa, huyu binti kazungushwa na misumari mingi sana hilo eneo alipolala. Gani akajaribu kumsaidia. Irene akamwambia kwamba hatumjui huyo mtu, tunamsaidiaje, tumwache tuondoke. Muda huo huo Gani akawa amempigia simu Zia kwenye gari kule, akamwambia kwamba ajiandae, wanahitaji msaada mara moja. Binti akaanza kufanya hivyo. Irene akamkumbusha sana Gani kwamba huyu mwanamke hatumjui, tuondoke. Lakini Gani akasema kwamba tunahitajika kumsaidia huyo binti haraka iwezekanavyo. Akamuuliza huyo mwanamke, nini kimekukuta? Huyu mwanamke akasema kwamba nimekamatwa hapa, nimewekwa hapa kwa ajili ya kafara, kuna watu wanataka kunitoa kafara. Gani akajaribu
kumuuliza kafara nani anataka kukutoa, binti akujibu. Sasa kwenye kujaribu kufungua hizi kamba alizofungwa, mshikaji na shangazi na mchoma kama moto. Kwenye harakati na kupambana, Irene ikabidi kuzikata zile kamba kwa shoka, na wakawa wamefanyikiwa kumtoa huyo mwanamke hapa. Wakawa wametoka naye spidi moja mbaya mbovu mno, na Fitra bahati nzuri kafika hapo kwenye kufungua mlango. Hora, kuna ukuta wa ajabu huko hapo, hamna mlango kabisa, na sio mlango mmoja tu, ni milango yote ambayo ni ya kutokea nje. Kuna kuta ya ajabu sana imetokea hapo, hawawezi kutoka kwa namna aina yoyote. Fitra kwa hasira ya kukosa njia ya kutokea hapa ndani, akaanza kurusharusha vitu ili kujaribu kuvunja ule mlango. Mara akawa amepata mtungi wa gesi, akaamua kuutumia huo kulipua mlango, lakini baada ya mlipuko watu wote wamepata matumaini. Hola, ngoma ngumu, mlango haujavunjika wala nini. Fitra kwa hasira akaanza kumlaumu Irene. Anaeleza kwamba huyu binti hawezekana ni nuksi, mbona sisi tumekwisha kuvunja nyumba nyingi sana na hakuna kitu chochote kimewahi kutokea kibaya kama hiki. Hii inawezekana imetokana na wewe kulazimisha kuingia kwenye hii kazi. Mambo yasiwe mengi kwenye kuvutana, binti kibegi chake kikiwa kimeangusha vile vitu vya thamani. Mshikaji akaona kabisa hii ndio sababu ya wao kukwama humu ndani. Huyu binti atakuwa amevunja sheria ya wizi, lazima atakuwa ameingiwa na tamaa akachukua vitu vyote kwenye hii nyumba. Irene akasema kwamba hii sio tamaa, mimi ninachohitaji ni pesa na sihitaji kabisa kuendelea kufanya hii kazi ya wizi. Yaani binti alikuwa na mpango wa kupiga pesa nyingi na kuiacha kabisa hii kazi. Gani akawa amewatuliza wote watafute njia ya kutoroka hapa. Akawaambia kwamba Fitra pamoja na Irene wao waende kutafuta njia, yeye atabaki na huyu msichana ambaye amemsaidia. Fitra pamoja na Irene kishingo upande ikabidi kutoka waende kutafuta mlango. Sasa kwenye kutafuta wakapata kuna chumba kimoja kina mchoro mmoja mkubwa sana wa familia nzima ambayo iliwahi kuishi kwenye ile eneo, lakini kwenye kutazama vizuri wakaona kama kuna majina mawili. Kuna moja linaitwa Sukma Paretrika, Sidarasi Paretrika, wote wamezaliwa tarehe moja. Upande wa Gani akiwa na yule mwanamke aliyemsaidia, yule mwanamke ni kama akawa anahitaji kumnong'oneza kitu fulani hivi. Mshikaji akasogeza sikio ili kumsikiliza vizuri, lakini badala yake bila yeye kujua, macho ya yule mwanamke yakawa amegeuka na kuwa meusi, na mara moja kuna mdudu akawa amemtoka mdomoni mwake akawa amemwingia mshikaji sikioni. Gani kwenye purukushani, baada ya kuhisi kama kuna kitu kimemwingia sikioni mwake, yule mwanamke akaanza kutamka maneno ya ajabu, anasema kwamba wanadamu wote lazima wafe. Gani akiwa anahangaika anakuja kushtuka akaona marafiki zake wote wako hapo ni wafu na wamejaa wanafunza tu. Sasa hii ilikuwa ni michezo ya kiakili ya huyu pepo. Sasa katika kupiga makelele, hayo makelele yakawa yamewafikia Fitra pamoja na Irene, ikabidi kutoka kwenye kile chumba kujaribu kwenda kumsaidia Gani. Sasa baada ya wao kutoka kwenye hichi chumba, kuna picha ambayo inaonyesha tukio la mwanzoni mwa hii filamu ambapo yule mwanadada Serap aliuawa. Fitra pamoja na Irene katika kukimbia kurudi kwa Gani, Irene akamwona mdogo wake Bagas njiani, hivyo yeye akaamua kumfuata mdogo wake. Fitra yeye akaamua kumfuata Gani. Wakati huo Gani bado anaendelea kupambana. Yule pepo akamfanyia makusudi kabisa, hamuoni Fitra, anamuona kama yule mwanamke pepo. Yule pepo anamwambia kwamba Gani, leo ni zamu yako kufa na mtakufa wote, wewe pamoja na marafiki zako, mmoja baada ya mwingine. Yaani hapa ni mchezo wa akili tu. Fitra anajaribu kwenda kumtuliza Gani, anamuona kama kachanganyikiwa. Wakati huo Gani hamuoni Fitra, anamuona kama yule mwanamke pepo yuko mbele yake hapa. Sasa Gani kwenye kujitetea akaamua kuchomoa kisu. Fitra anajaribu kumtuliza, anamwambia mimi ni rafiki yako, yeye wala atasikia hayo. Anamuona yule pepo anamwambia kwamba wanadamu wote mtakufa na leo ni zamu yako kufa. Mshikaji akaamua kujitetea, akawa amemjeruhi vibaya sana mshikaji wake bila yeye kujua. Na yule pepo alivyo na makusudi, akiona hivyo anacheka tu, anamtia hasira Gani. Gani anajaribu kutembeza mkono hapa ili kujitetea maisha yake. Fitra akajaribu sana kupambana, anamwambia kwamba Gani, mimi ni rafiki yako, lakini Gani haelewi chochote, yeye anaona pepo tu. Sasa baada ya haya yote, jamaa akawa amepata mahala pa kujificha, akiwa amelala chali, anajiuliza nini kinachoendelea. Kwa juu kuna mdudu mmoja akawa amemdondokea mdomoni na kumwingia. Jamaa kwa hofu anamuona yule mdudu anamtembelea ndani ya mwili wake. Mshikaji ikabidi kuchukua kisu kujaribu kumuondoa yule mdudu ama hata kumuua humo ndani ya mwili. Jamaa akawa amejikuta amejijeruhi vibaya sana, mshikaji akajiua vibaya mno, na wale wadudu wengine wakawa wamemdondokea juu ya mwili wake. Wakati huo Zia baada ya kuwa amepiga sana kujaribu kuwasiliana na wenzake, mbona hawaoni, akawa anazungumza na Fitra. Fitra anamwambia kwamba sisi tuko nje, wewe uko wapi? Mimi ndo naambia nje Gani, mbona mimi siwaoni na mimi niko nje? Mara mbele yake akamuona yule mwanamke pepo anacheka, binti akamtia moja nzito chali. Sasa wakati anamfuata mara pa yule mwanamke akanyanyuka, sijui kanyanyuka muda gani. Zia akamtia nyingine, akamuuliza wewe ni nani? Yule mwanamke akajitambulisha kwamba mimi ni Fitra kwa sauti ya Fitra.
binti akulaza damu, akatembeza 1 2 3, lakini Pepo anacheka tu, anamtia hasira, akamtia moja ngumi nzito. Yule binti Pepo akawa amejirudisha na akawa amejiweka sawa, akaanza tena kucheka. Zia akajua kabisa hapa hii ni ngoma ngumu, akaamua kukimbia, lakini kwa bahati mbaya hali yake ikawa mbaya, akawa amedondoka chini. Akiwa chini akaomba msamaha kwa wenzake kwa kushindwa kuwasaidia, kisha akawa ametulia hapo, anahema kwa juu, sijui kama atatoboa huyu binti. Upande wa ndani sasa, Arini kwenye chumba anaendelea kumtafuta mdogo wake. Akaingia kwenye chumba kimoja kimejaa sanamu za watu. Akiwa hapo bila kujua kwamba kuna mdudu mmoja kamdondokea kwenye bega. Akiwa bize kumtafuta Bagas, kweli akawa amempata Bagas, yuko sehemu hajielewi. Dogo akawa amempatia gazeti moja ambalo linaelezea ajali mbaya sana ya barabarani inaitwa Tebeti. Binti akiwa anaangalia gazeti anakuja kushtuka mdogo wake hayupo hapo. Nyuma yake sanamu moja, mbele yake baba yake marehemu. Huyo marehemu naye hajawahi kukaa kutulia kaburini, ni anamfuata sana huyu binti, sio anamtaka nini jamani. Mahali alipokuwa amejificha huyu binti, kuna mwanamume mmoja alikuwa amejitokeza hapo na alikuwa amemshika kichwa. Binti alikuwa amepoteza fahamu. Baada ya muda binti anakuja kushtuka, yuko sehemu moja pamoja na Ghani, yule mshikaji ambaye alimzimisha huyu binti, akawa anawaua wale wadudu ambao walikuwa wamesalia hapo, na akawa ametumia dawa kwa ajili ya kuwatuliza hawa vijana katika hali ambayo ilikuwa inawaandama. Mshikaji akasema kwamba amewaokoa kutoka katika uchawi hatari sana, uchawi mweusi, uchawi ambao unaitwa media. Uchawi huo unaofanya watu kuwa wenda wazimu. Mara nyingi uchawi huu huwa unatumia sana wadudu kuunda maono ya kutisha katika akili ya mtu. Akawatuliza, akawaambia kwamba kwa nini mlimsaidia yule mwanamke? Kwa nini mlimfanya yule mwanamke kutoroka mahala pale? Watu hawajibu, hawajui chochote cha kujibu. Akamuuliza Gani, wewe ni nani? Wewe mbona kama ni mjukuu wa Sarapu? Sasa huyu Sarapu, kumbuka, ndio yule mwanamke ambaye aliuawa mwanzoni mwa hii filamu. Gani alikuwa amekataa, akasema kwamba mimi simjui kabisa huyo mtu. Mshikaji akasema kwamba kwa nini mko hapa? Au mmekuja hapo kwa ajili ya kujifunza uchawi? Gani akasema kwamba sisi hatujui chochote kuhusiana na hayo mambo, sisi ni wezi tu, tulikuja hapo kwa ajili ya kuchukua pesa, ni shida zetu tu ndio zimetufanya tufika hapa. Mshikaji baada ya kusikia hivi akawaambia kwamba nyinyi ni wajinga, kama mlikuja kuiba, kwa nini mmemsaidia yule mwanamke? Mnamjua yule mwanamke nyinyi? Yule mwanamke ni kiumbe mmoja hatari sana kuliko mnavyofikiria. Yaani uzuri wake usiwafanya nyinyi kuona kama yule mwanamke alikuwa ni mzuri. Akawaambia kwamba ana nguvu kubwa kuliko mnavyofikiria. Arini kabidi kuuliza, kwani wewe ni nani wewe baba? Jamaa akasema kwamba mimi naitwa Urupi Maheswaro, mrithi wa familia ya kifalme. Akasema kwamba kwa miaka 20 amekuwa akiwinda wachawi na alikuja kwenye hii nyumba kuharibu kabisa urithi wa kishetani wa mwana dada ama wa mwana mama Sarapu. Baada ya kusema hivyo, watu hawamwamini, wanaona kama hizi ni drama tu. Mshikaji akaamua kutumia nguvu zake za kiroho na kuwapeleka huko nyuma kabisa kwenye kisiwa cha Java ili kuonyesha chanzo cha haya yote ni nini. Hapa tufanye hivi, hadithi njoo tamkolea. Hapo zamani za kale kulikuwepo na mwanamke mmoja anaitwa Sarapu ambaye alijulikana kama Starastrini Paratrika. Alikuwa ni mganga mwenye nguvu sana za kichawi. Alikuwa na uwezo wa kuumba na kutengeneza viumbe vya ajabu. Sasa aliwahi kutengeneza kiumbe cha ajabu ambacho watu wengi walikiita Hodam. Yeye mwenyewe alikiita Wirjet, kiumbe ambacho hakiwezi kuuawa kwa namna ya kawaida. Sarapu alifanya haya yote kwa sababu alikuwa anajua kabisa huko mbele anaweza kuuawa. Hivi alitengeneza mkataba wa giza wa kichawi kwa watoto wake wote, wakazaliwa tarehe moja, tarehe sawa sawa na yeye aliyozaliwa, na watoto wote waliozaliwa tarehe moja waliitwa Sukma. Kwa nini? Ni kwa sababu wao ndio chombo cha kumruhusu yeye huyu mwanamama, yani Sarapu, pamoja na kile kiumbe yeye alichokitengeneza Wirjet, kupata uhai tena na kuendelea kuishi milele hapa duniani ili kuendelea kuwaandama wanadamu. Yani kisasi chake lazima kitimizwe, wanadamu lazima wauawe. Sasa bila wao kujua ni kwamba mwanamke waliomsaidia ndiye mwanamke ambaye anaitwa Sukma mwenyewe. Yani ni moja kati ya watoto ambao ni kama chombo cha kutumiwa na Sarapu ili kuendelea kutekeleza mabaya yake katika ulimwengu huu. Na njia pekee ya kuuvunja huo uchawi ni kutumia kisu maalum, keresi. Kwa mujibu wa hadithi ni kwamba Sarapu walipomtenganisha mwili pamoja na kichwa, waliamua kukitumia kile kisu keresi kwa ajili ya kumwangamiza kabisa. Ni kweli walifanikiwa kumwangamiza, lakini kile kiumbe ambacho yeye alikitengeneza ili kibaki chenyewe kipo, na ndicho ambacho kimemwingia Sukma. Urupi moja kwa moja akawa mwarudisha tena katika lile jumba, na akawaambia kwamba ili kuzuia nguvu za kile kiumbe cha giza ni lazima watumie kisu cha keresi, na akasema kwamba yeye aliamua kuiua familia ya Sukma kwenye hii nyumba, na aliwahi kabla ambapo wao hawajatekeleza ibada ya kuhamisha nguvu zote na kumuingizia yule mwanamama Sukma. Baada ya kuwa amewavamia na akawa amemfunga ama amemshikilia Sukma kwenye hii nyumba na akamwekea kingo za kichawi ili asitoroke, misumari ya kichawi kwenye hii nyumba. Kwa sababu ya purukushani, yeye alikuwa ameumizwa, hivyo akawa ameanguka chini na akawa amepoteza fahamu. Baada ya yeye kuwa ameanguka chini na kupoteza fahamu kwenye hii nyumba, ndio siku ambayo wao pia hawa wakina Gani pamoja na Arini waliingia humu kwa ajili ya kuja kuiba, na kwa bahati nzuri sana kwa roho zao za kutaka kusaidia, wakawa wamemsaidia huyu
mwanamke Sukuma bila wao kujua kwamba walikuwa wanasaidia mabaraa. Gani akiwa hapo akawa ameomba radhi kwamba wao halikuwa lengo lao kufanya hivyo, hawakuwa wanajua. Gani akawa amekumbuka kwamba kuna rafiki yake anaitwa Fitra hayuko hapo, akawa amemuomba huyu mjamaa amsaidie rafiki yake, lakini Urupa akasema kwamba lazima wapate kile kisu kwanza, ndio muhimu sana. Sasa hicho kisu wanachokitafuta kilipotea miaka 200 iliyopita na hawajui mpaka leo kiko wapi, lakini jamaa anasema kwamba anahisi kabisa uwepo wa hicho kisu ndani ya hii nyumba, lakini hawezi kukipata kiko wapi. Wakaanza kukitafuta ndani ya hili jengo. Anasema kwamba hii nyumba ilijengwa na watoto wa Serap kwa lengo la kuficha kile kisu ili wao kuendelea kubaki hapa duniani wakiwa huru, kwa sababu bila kile kisu hawawezi kabisa kuuawa. Sasa katika story Urup akawa amemwambia binti Arini kwamba Gani mwili wake ni baridi sana, yani ni kama mtu ambaye anakaribia kufa. Kama una kitu cha kumwambia mwambie mapema kabla ijawa too late. Kwenye kutafuta wakawa wamegundua ngazi zinazoelekea upande wa chini. Wote watatu wakawa wameingia huko kwenda kutafuta. Arini akasema kwamba hili eneo sio geni kabisa kwake, kwa sababu mara nyingi amekwisha kufika hapa ndotoni. Hili jambo liko limemshangaza sana huyu mzee. Wakiwa hapo, mwanadada Sukuma yuko busy sana anakula nyama za kuku mbichi. Wao wakiendelea kutafuta kisu, mara binti akaanza kutembea na vibe lingine. Vibe alieleweki. Mara akawa ametokea mbele yao, yuko busy kuimba nyimbo za kichawi. Ulip akasema kwamba hichi kinachoendelea kinaitwa Kudung Semar. Hii ni hali ya roho wengine wanatoa nguvu za kiroho ili kupambana na waovu. Yaani kuna roho wengine ambao wao hawakubaliani na roho wengine waovu, hivyo watakuwa wamemwingia huyu binti ili kumuonesha njia ya kupambana na roho waovu. Binti moja kwa moja akaenda kuweka mkono wake kwenye ukuta na mara moja kile kisu kiresi kilikuwa kimetokea hapo. Baada ya kukifungua kile kisu kilikuwa kimeonyesha nguvu nzito sana eneo hili. Wao wote wakawa manguka chini. Upande wa pili Sukuma akawa amepiga kelele za ajabu na mara moja akawa amegundua walipo. Sukuma mara moja akawa amewatokea, anamwambia kwamba mnipe hicho kisu, la sivyo nitawaua wote, mmoja baada ya mwingine. Alina akawa amekifunika kile kisu kwa nguo. Sukuma akaanza dua zake za kichawi, anaamsha majeshi yake aje hapo kumsaidia. Urupa akawa amwambia kwamba wengine wakimbie, lakini Sukuma akawa ametembeza kichapo sana hapa. Urupa naye akaanza kusoma dua zake ili kuendelea kumzuia Sukuma. Mimi nikajua amemtuliza kabisa, anaweza kumudu huyu. Mara ghafla akanyanyuka akapita na mkono wa huyu mzee shwi, akamwambia kwamba kifo chako wewe kiko mikononi mwangu, hauwezi kunizuia mimi kwa namna aina yoyote. Sukuma akawa maamsha familia yake wote waliokuwa wamekufa wakarudiwa na uhai, yani ni kama mazombi tu. Wakaanza kumshambulia mshikaji. Upande wa nje sasa, binti Arini pamoja na Gani wakamkuta Zia yuko chini tayari kashakuwa wa baridi, kashakufa muda mrefu sana. Ikabidi kujaribu kutoroka tu. Gani akawa amemsaidia binti, akawa ametoka upande wa nje ya geti, lakini yeye akawa ameamua kusalia ndani. Akamwambia kwamba binti yeye aende nyumbani huko, akifika nyumbani kuna pesa zake ambazo yeye amezihifadhi huko. Akawa amemtaka Arini aende kuzichukua ili aendelee kumlea mdogo wake Bagas. Mshikaji akaamua kurudi mahali ambapo Zia alipokuwa anahitaji kuondoka na mwili wa Zia. Viumbe wa Sukuma wakawa wamefika hapo, wakaanza kumshambulia kijana. Ikabidi kupambana, lakini ghafla Fitra akawa amefika hapo na kuwa amemshambulia jamaa, na yeye tayari ni miongoni mwa viumbe wa Sukuma. Arini akiwa ndani ya gari, mbele yake akamwona Sukuma anacheka vibaya nyinyi. Akawa ametiwa hasira sana baada ya kusikia kicheko cha huyu mwanamke. Akawasha gari akaenda moja kwa moja kumgonga Sukuma. Akawa amembananisha kwenye mti, kisha akawa ameshuka na akaanza kupambana na wale viumbe waliobaki mmoja baada ya mwingine. Alipotaka kumshambulia Fitra, Gani kumbe alikuwa bado hajafa. Gani ikabidi kumtuliza, akamwambia kwamba huyo ni rafiki yangu, lakini baada ya muda yeye naye akawa amekufa na akawa amebadilika pia na kuwa kiumbe wa ajabu. Sukuma akaanza kucheka, akamwambia Arini kwamba kifo sio mwisho wa maisha bali ni mwanzo mpya, na wewe kifo chako kiko mikononi mwangu. Kwa hasira Arini akachukua tena kile kisu na kwenda kumshambulia Sukuma. Sukuma akajaribu kumdhoofisha kwa kutumia akili, kwa kujigeuza kwamba yeye ni baba yake ili asimshambulie, lakini binti akaamua kupambana. Sukuma akawa amemtishia kwamba atamuua yeye pamoja na mdogo wake, lakini Arini akawa amepambana na akawa amefanikiwa kumjeruhi. Baada ya mapambano makali sana yaliyotokea hapa, Arini akawa amefanikiwa kumkata shingo kabisa Sukuma na akawa amemuua kabisa. Baada ya hapo, Arini akawa amemchukua mdogo wake Bagas na akachukua pesa ambazo alizokuwa ameelekezwa na Gani ili kwenda kumlea mdogo wake. Akiwa hapo, yule mwanamume aliyokuwa anamdai mwanzoni pesa za baba yake akawa amefika hapo na akawa anahitaji pesa. Binti ikabidi kumpatia tu hizo pesa abaki huru. Licha ya kuwa amepewa hizi pesa, huyu mshikaji ana maneno machafu sana. Binti akaamua kutumia kile kisu na kumjeruhi. Wale wengine wakawa wamekimbia kwa hofu, kwa sababu anajua kabisa kisanga cha huyu binti. Ghafla Urupa akawa amefika hapo. Huyu mzee bado ni mzima jamani. Akamweleza kwamba kwa kawaida hicho kisu kimeumbwa kwa ajili ya haki, na kwa sasa hicho kisu kimekuchagua wewe Alina peke yako. Akamwambia kwamba kisu hicho kitakupa nguvu za kiroho, lakini kwa gharama kubwa. Alina akawa amekubali kubaki na hicho kisu. Filamu hii iko imeishia hapo. Subscribe, like, comment, share.